Bana, katika tamthilia yako pendwa kabisa ya Ummi, huyu mama mzazi wa Basma ama Hala amekwisha kuingia Riyadh, lakini Basma ama mwanae alikuwa hafahamu chochote ambacho kinaendelea. Lakini leo tunaona amekutana moja kwa moja na Mariam, lakini baada ya kukutana naye basi ugomvi ulikuwa mkubwa sana, kwa sababu mama mzazi wa Basma alikuwa hataki kabisa mwanae aguswe kwa chochote, lakini alianza kumlaumu, ni kwa nini umemwandika mwanangu shule kwa jina lako? Yaani ni kwa nini hujanihusisha chochote, na ni kwa nini ulimchukua mwanangu na ukaondoka naye? Yaani ilikuwa ni ugomvi mkubwa mpaka kupelekea akawa anataka kumpiga kabisa Mariam. Lakini kwa upande wa Basma, yeye alikuwa amekwisha kuanza shule na alikuwa na furaha sana, kwa sababu lengo la kwake yeye au tamaa yake ilikuwa ni kwamba anatamani aende shuleni, na leo sasa amefanikiwa kufika shuleni kweli, lakini hajui chochote kuhusiana na mama yake. Na tunaona baada ya Mariam kutoka pale, alikwenda akakutana na Basma kweli, ama Hala akwenda akaongea naye, na Hala anaonekana ana furaha sana na anamfurahia sana Mariam. Lakini kwa upande wa mama yake sasa, leo tunaona anampigia simu Mariam, lakini baada ya kupiga simu basi aliyepokea simu hakuwa Mariam, ila aliyepokea simu alikuwa ni Basma mwenyewe. Alipopokea simu, mama yake alijikuta anakosa cha kuongea, akajikuta amenyamaza kimya akisikiliza sauti ile. Alikuwa anaifahamu kabisa fika kwamba ni sauti ya mtoto wake. Sasa baada ya kuisikia ile sauti, alichosema tu aliongea akasema Basma, na baada ya kusikia vile Basma pia aligundua huyo alikuwa ni mama yake. Kwa hiyo akaanza kuongea mawili matatu, lakini mbaya ni kwamba bibi alisikia mazungumzo yale, na baada ya kusikia mazungumzo yale akamfuata na kumuuliza, ulikuwa unaongea na simu na ukamuita mama, je, mama ni nani kati ya huyu ambaye ni Mariam na huyu ambaye umemuita mama? Kitu kile kilimfanya Hala akose cha kuongea kabisa, na baada ya kukosa cha kuongea basi Mariam ilibidi amfuate mapema na kumuondoa mazingira yale, kwa sababu hakutaka kabisa mtoto ateseke kwa kuwaza chochote. Alitaka mtoto abaki kuwa na amani na kisijulikane chochote kinachoendelea.